Ndugu mtazamaji, karibu kwenye chaneli ya simulizi za kutisha na kusisimua iitwayo The Book of Magic Stories. Kama ndio mara yako ya kwanza kukutana na chaneli hii, tafadhali gusa alama ya kengele ili kusubscribe na uwe wa kwanza kupata notification pale ambapo ninapokuwa nimeweka simulizi mpya. Karibu sana kwenye chaneli hii na mimi ni Ayubu Obedi. Sasa tuanze simulizi yetu. Kijiji cha Kizingo cha Mwisho hakikuwekwa kwenye ramani. Hakikuwa mahali pa kupitiwa, bali pa kufikiwa kwa bahati mbaya au kwa kulazimishwa na maisha. Kilizungukwa na msitu mzito uliokuwa mweusi hata mchana, kana kwamba mwanga ulikuwa unaogopa kuingia ndani yake. Wazee wa kijiji walisema msitu huo haukuwa wa miti pekee, ulikuwa wa siri, wa viapo vilivyovunjwa na wa waliokataa kufa. Ndani ya kijiji hicho kulikuwa na sheria isiyoandikwa. Baada ya jua kuzama, usitembee peke yako. Na sheria ya pili iliyonong'onezwa tu kwa sauti ya chini, usiitaje jina la Malikun. Lakini Nasma hakujua lolote kuhusu sheria hizo. Alirudi Kizingo cha Mwisho baada ya miaka 7 ya kuishi mjini, akilazimishwa na kifo cha mama yake. Safari ya kurudi ilihisi ndefu kuliko kawaida, barabara nyembamba ikipita katikati ya miti mirefu iliyopinda kama watu wanaotazama kwa macho ya siri. Kila alipogeuza kichwa chake, alihisi kama kuna kitu kinamfuata, sio kwa miguu, bali kwa nia. Nyumba aliyorithi ilikuwa ya zamani, imejengwa kwa mawe ya matope na paa la makuti lililochakaa. Mlango ulilia kwa sauti nyembamba alipoufunga, kana kwamba nyumba yenyewe ilikuwa inalalamika kwa kurejea kwake. Usiku wa kwanza, Nasma alilala bila kula. Uchovu ulimshinda, lakini usingizi haukuwa mzito. Ulijaa ndoto zilizokatika, kivuli kikisogea, ardhi ikimeza miguu yake, na sauti nzito ikimuita kwa jina lake kwa upole wa kutisha. Nasma. Alishtuka ghafla. Chumba kilikuwa kimya, lakini hewa ilikuwa nzito, kana kwamba mtu alikuwa ameshimama karibu na kitanda chake kwa muda mrefu. Aliinua kichwa, akatazama kona ya chumba. Hakukuwa na mtu, lakini baridi ilipanda mgongoni mwake. Alijigeuza upande mwingine, akijaribu kujituliza. Alijiambia ni mawazo tu, uchovu wa safari, huzuni ya kumpoteza mama. Lakini kabla hajafumba macho tena, alisikia mguso, sio mkono kamili, bali kama upepo mzito uliougusa shingo yake kwa upole wa kimapenzi. Alifunga macho kwa nguvu. Asubuhi itafika, alijinong'oneza. Lakini ndani ya giza kitu kilitabasamu kwa subra. Siku iliyofuata, kijiji kilimkaribisha kwa ukimya. Watu walimtazama kwa macho ya udadisi na tahadhari, kana kwamba walikuwa wanamtambua zaidi alivyofikiri. Mwanamke mzee aliyekuwa amekaa chini ya mti wa mkuyu alisimama ghafla alipomwona Nasma akipita. "Umerudi?" aliuliza, sauti yake ikiwa nzito. "Ndiyo," Nasma akajibu kwa heshima. Mwanamke yule alimtazama kwa muda mrefu sana, kisha akasema, "Usiku uwe makini." Hakusema zaidi. Kuanzia siku hiyo, mambo madogo madogo yalianza kutokea. Milango ilifunguka yenyewe, vyombo vilisikika vikigongana jikoni wakati Nasma hakuwepo. Usiku, sauti za hatua zilisikika juu ya paa, pole pole, nzito, kana kwamba mtu alikuwa anatembea bila haraka. Lakini kilichomchanganya zaidi ni ndoto. Kila usiku, ndoto ile ile ilirudi. Nasma alijikuta ameshimama katikati ya msitu, miguu yake ikiwa uchi juu ya ardhi baridi na unyevunyevu. Miti ilikuwa imeinama kuelekea katikati, kama kuunda duara la ibada. Ndani ya duara hilo alisimama yeye, kiumbe kirefu, mrefu kupita mwanadamu wa kawaida, mwili wake ukiwa kivuli cheusi kilichobadilika kama moshi. Uso wake haukuwa na umbo moja, ulibadilika kila alipotazama, lakini macho yake yalikuwa meupe, yakimetameta kama mwezi uliokufa. "Nimekusubiri," alisema kwa sauti nzito, yenye mamlaka na upole wa uongo.
Nasma alitaka kukimbia, lakini miguu yake ilikuwa mizito. "Wewe ni nani?" aliuliza, sauti yake ikitetemeka. Kiumbe kile kilisogea karibu. Harufu ya udongo wa kaburi na mfuki wa damu ilijaa hewani. "Mimi ni yule uliyemwomba bila kujua," alijibu. "Mimi ni Malikun." Alipoamka, Nasma alikuwa anatokwa na jasho jingi, kifua chake kikimbana kana kwamba kitu kilikuwa kimekaa juu yake usiku kucha. Alijaribu kupuuza, lakini ndoto zilianza kuacha alama hata mchana. Alikuwa mchovu kila wakati, macho yake yalikuwa mazito. Wakati mwingine alihisi mikono ikimgusa akiwa macho kabisa. Siku ya 4 alimuona kwa mara ya kwanza akiwa macho. Ilikuwa jioni, jua likiwa linazama. Nasma alikuwa anafua nguo nyuma ya nyumba. Alipohisi mtu anamtazama, aligeuza pole pole. Kwenye mpaka wa msitu, kivuli kilisimama. Kilikuwa kirefu kuliko miti midogo iliyokizunguka, lakini hakikuwa na sura kamili. Kilionekana na kutokuwepo wakati mwingine. Alifumba macho akayafungua tena. Kivuli bado kilikuwa pale. "Nasma," sauti ilisema, lakini midomo haikusogea. "Sikuja kukuogopesha, nimekuja kukudai." Miguu yake ililegea. Alijishika ukuta ili asidondoke. "Niache," alisema kwa sauti dhaifu. Kivuli kilicheka, kicheko cha chini, nzito, kilichotetemesha hewa. "Hauwezi kuniacha," Malikun alisema, "kwa sababu tangu ulipozaliwa damu yako iligusa ardhi yangu. Mama yako aliniachia deni, na sasa wewe ndiye malipo." Usiku huo Nasma hakulala. Alikaa macho hadi alfajiri, akishika shuka lake kwa nguvu, akimsikia Malikun akizunguka nyumba, akigonga milango bila kugusa, akinongoneza mapenzi yaliyokuwa na sumu. "Usiku bado ni mchanga na mapenzi yangu yanaanza tu." Ndani ya msitu, kitu kilitabasamu kwa subra. Jini Mahaba alikuwa amepata alichokitaka, na sehemu ya kwanza ya laana ilikuwa imefunguliwa. Ndugu mtazamaji, asante kwa kutizama simulizi hii mpaka mwisho, na pia kama umeipenda niandikie kwenye comment section hapo chini, na pia unaweza kunitumia ujumbe mfupi kupitia namba yangu ya WhatsApp ambayo ni 0766947545, na pia kama una mchango wowote wa kifedha ili kuiboresha The Book of Magic Stories, unaweza kutuma kiasi chochote ulichonacho kupitia namba yangu ya M-Pesa ambayo ni 0766947545. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Tukutane katika simulizi zifuatazo. Asante na kwa heri mpaka wakati mwingine tena.